Habari za jioni ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News. Matumaini yetu ni kwamba wewe ni mzima wa afya popote ulipo unapoendelea kutega sikio kusikiliza matangazo yetu tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone na comment vile vile una partager. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video na ukatupatia maoni yako au mapendekezo yako baada ya kusikiliza habari zetu mwanzo hadi mwisho. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuanze na vichwa vya habari zetu za jioni ya leo hii tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwenye habari zetu za jioni ya leo tutaongelea tukio la Walikale ambapo wanajeshi 9 wajisalimisha kwa kikundi cha wazalendo katika eneo la Fatua, eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Pia kwenye habari zetu za jioni ya leo tutaongelea wachimbaji wadogo warejea kazini baada ya mvutano mkali kuhusu shaba na kobalti katika eneo la Lualaba huko kusini mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kumwisho wa habari tutakuunga na habari ya kimataifa. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili unahakikisha unapata habari sahihi tena za kuaminika. Ende na habari kutoka huko Walikale ambapo wajeshi 9 wa M23 wakabidhiwa kwa wazalendo katika kijiji cha Fatua. Hali ya usalama katika eneo la Walikale mkoani Kivu Kaskazini imechukua mwelekeo mpya kufuatia kujisalimisha kwa wapiganaji 9 wa M23 mikononi mwa makundi ya wazalendo katika kijiji cha Fatua siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na vya usalama na viongozi wa kijamii, wapiganaji hao walijisalimisha bila mapambano baada ya kushindwa kuendelea kuvumilia mashinikizo ya kijeshi na kijamii yanayoendelea dhidi ya waasi katika eneo hilo. Inaripotiwa kuwa walitambua ugumu wa hali waliojikuta nayo pamoja na kupoteza matumaini ya kuendelea na vita visivyo na mwisho. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa wapiganaji hao walifika katika ngome ya wazalendo wakiwa wamechoka, baadhi wakiwa na majeraha madogo na wakionyesha nia ya wazi ya kuacha mapambano. Walikabidhi silaha zao zikiwemo bunduki kadhaa na risasi kama ishara ya kujitoa rasmi katika harakati za uasi. Vyanzo vya viongozi wa wazalendo katika eneo la Fatua wamethibitisha tukio hilo wakieleza kuwa wamewapokea wapiganaji hao kwa kufuata misingi ya utu na sheria za kibinadamu. Kwa mujibu wao, hatua hiyo ni ushindi wa kimaadili na ishara kuwa waasi wengi wameanza kutambua kuwa njia ya silaha haileti suluhu ya kudumu kwa matatizo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaona ongezeko la wapiganaji wanaojisalimisha. Hii inaonyesha wazi kuwa adui amechoka na ukweli wa mambo unaanza kujitokeza. Tunawakaribisha wale wote wanaotaka kuacha vita na kujiunga na kwa amani, amesema mmoja wa viongozi wa wazalendo ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu ya kiusalama. Kwa upande wa wakazi wa Fatua na vijiji jirani, habari za kujisalimisha kwa wapiganaji hao zimepokelewa kwa hisia ya mchanganyiko na matumaini ya tahadhari. Baadhi ya wakazi wameeleza kuwa tukio hilo linatoa mwanga wa kurejea kwa utulivu, huku wengine wakitaka kuona hatua za kudumu za usalama ili kuzuia mashambulizi mapya au kurejea kwa waasi kwa mbinu nyingine. Tunataka amani ya kweli. Tumechoka kukimbia, kupoteza mali na kuishi kwa hofu. Ikiwa kweli wanajisalimisha, basi serikali ichukue hatua za kuhakikisha hakuna tena vita katika maeneo yetu, amesema mkazi mmoja wa Fatua. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaona tukio hili kama dalili ya kudhoofika kwa waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo ya Walikale, hasa kutokana na shinikizo la kijeshi kutoka kwa FARDC kwa kushirikiana na wazalendo pamoja na kukataliwa kwa waasi hao na sehemu kubwa ya raia. Hata hivyo wanatahadharishwa kuwa kujisalimisha kwa wapiganaji wachache pekee hakuwezi kutafsiriwa moja kwa moja kama mwisho wa tishio la waasi.
wanasitiza umuhimu wa mikakati ya kisiasa, kijamii na kiuchumi ili kushughulikia chanzo cha migogoro na kuzuia vijana kujiunga na makundi yenye silaha. Kwa sasa wapiganaji hao 9 wanasemekana kuwekwa chini ya ulinzi mkali wakisubiri hatua zitakazofuata, ikiwemo kuwasilishwa kwa mamlaka husika kwa ajili ya uchunguzi, ushauri na uwezekano wa kuingizwa katika mpango wa kitaifa na kuacha silaha, uondoaji na reintegration. Tukio la Fatua linaongeza matumaini mapya kwa wakazi wa Walikale, lakini pia linaweka changamoto kwa serikali kuhakikisha kuwa fursa hii inatumiwa vizuri kuelekea amani ya kudumu katika Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Tuende na habari kutoka huko Lualaba ambapo wachimbaji wadogo warejea kazini baada ya mvutano mkali kuhusu shaba na kobalti. Mkoani Lualaba, kusini mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali inaanza kurejea katika mkondo wa kawaida kufuatia kurejeshwa kwa shughuli za uchimbaji wa jadi wa shaba na kobalti baada ya kipindi cha mvutano mkali uliosababishwa na kusimamishwa kwa muda kwa shughuli hizo. Kwa zaidi ya wiki kadhaa, wachimbaji wadogo maarufu kama Crezer Artisanaux walikuwa wamesitisha kazi zao kufuatia uamuzi wa mamlaka ya kuimarisha uchimbaji wa kienyeji, wakieleza haja ya kupanga upya sekta hiyo ya kudhibiti ukiukwaji wa sheria, ajali za migodini pamoja na biashara haramu ya madini. Hata hivyo, uamuzi huo ulizua hali ya wasiwasi na hasira miongoni mwa wachimbaji wengi wao wakitegemea uchimbaji huo kama chanzo chao kikuu cha kipato. Katika maeneo kadhaa ya uchimbaji, hali ya taharuki ilishuhudiwa, ukijumuisha maandamano ya amani, malalamiko ya viongozi wa mitaa na tahadhari ya kuibuka kwa machafuko iwapo suluhu isingepatikana kwa haraka. Baada ya mazungumzo kati ya wawakilishi wa wachimbaji, viongozi wa kijamii na mamlaka ya serikali ya mkoa, makabiliano yalifikiwa yaliyoruhusu kurejeshwa kwa shughuli za uchimbaji, huku kukiwa na ahadi ya kuimarisha usimamizi, usalama na urasimishaji wa sekta hiyo. Tangu kutangazwa kwa uamuzi huo, wachimbaji wameanza kurejea katika maeneo yao ya kazi, hasa katika migodi ya shaba na kobalti ambayo ni rasilimali muhimu katika uchumi wa Lualaba na nchi kwa ujumla. Wachimbaji wengi wameeleza afuu na matumaini mapya, wakisema kurejea kwa shughuli hizo kutawasaidia kudhibiti mahitaji ya familia zao baada ya kipindi kigumu cha ukosefu wa kipato. Kwa upande wake, serikali ya mkoa amesisitiza kuwa kurejeshwa kwa uchimbaji wa kienyeji hakumaanishi kulegeza sheria, bali ni hatua ya mpito inayoambatana na utekelezaji wa mikakati mipya ya kudhibiti sekta hiyo. Mamlaka imeahidi kuimarisha ukaguzi, kupambana na unyonyaji wa watoto, pia na kuhakikisha usalama wa wachimbaji na kuzuia biashara haramu ya madini. Wataalamu wa masuala ya madini wanasema kuwa shaba na kobalti ni nguzo muhimu ya uchumi wa Lualaba, hasa katika muktadha wa mahitaji mkubwa wa kimataifa ya kobalti inayotumika katika teknolojia za kisasa ikiwemo betri za magari na umeme. Hivyo basi wanasi kuwepo kwa usimamizi bora unaolinda maslahi ya wachimbaji na taifa kwa ujumla. Kwa sasa hali inaripotiwa kuwa tulivu katika maeneo mengi ya uchimbaji, huku pande zote zikihimizwa kudumisha mazungumzo ya mara kwa mara ili kuepusha migogoro mapya. Wakazi wa Lualaba wanatumaini kuwa kurejea kwa shughuli hizi kutaongeza kudhabiti kwa kijamii na uchumi katika eneo hilo. Alhamisi leo ya Januari 15 mwaka 2026. Kwanza mwenzangu Florian Kaijage anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Florian, karibu. Asante sana Skola Kisanga.
Raia wa Uganda wanapiga kura hii leo katika uchaguzi ambao utashuhudia Rais Yoweri Museveni akipambana na mwimbaji nyota wa pop katika nia ya kuendeleza utawala wake wa miaka 40. Esther Luambano anaeleza zaidi. Uchaguzi huo kimsingi ni mbio za wagombea wakuu wawili kati ya Museveni na mwimbaji aliyegeuka kuwa mwanasiasa Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine, lakini ikizingatiwa kuwa rais huyo ameshinda chaguzi 6 zilizopita. Wachambuzi wanasema kuna uwezekano wa kuongeza muda wake madarakani. Bobi Wine mwenye umri wa miaka 43 ameahidi kukabiliana na ufisadi na kuweka mageuzi makubwa, huku Museveni akisema yeye ndiye pekee wa kuhakikisha utulivu na maendeleo ya Uganda. Kipindi cha kampeni kimekumbwa na kuvurugwa kwa shughuli za upinzani ambapo vikosi vya usalama vimeshutumiwa kwa kuwashambulia na kuwaweka mahabusu wafuasi wa Wine. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark amesema kuna kutoelewana kimsingi na Marekani kuhusu Greenland baada ya mazungumzo yaliyofanyika ikulu ya White House. Rari Rock Rasmussen amesema mkutano na makamu wa rais J.D. Vance na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mark Rubio Jumatano ulikuwa wazi lakini wenye kujenga, lakini aliongeza kuwa Rais Donald Trump alikuwa akisisitiza kuiteka Greenland, jambo ambalo halikubaliki kabisa. Baada ya hapo Trump alirejea msimamo wake wa kuinyakua Greenland, hali ambayo imesababisha wasiwasi kote Ulaya. Marekani na Uingereza zinapunguza idadi ya wafanyakazi katika kituo cha anga cha Al Udeid nchini Qatar, huku rais wa Marekani Donald Trump akitafakari iwapo itachukua hatua dhidi ya Iran kutokana na tuhuma za ukandamizaji wake dhidi ya maandamano ya kuipinga serikali. Maafisa wamekiambia kituo cha runinga cha CBS ambacho ni mshirika wa BBC kwamba kujiondoa kwa Marekani ni hatua ya tahadhari. BBC inaelewa kuwa baadhi ya wanajeshi wa Uingereza pia wanaondolewa na ubalozi wa Uingereza nchini Tehran umefungwa kwa muda. Na Ukraine imetangaza hali ya hatari katika sekta ya nishati nchini humo, ikilenga zaidi jiji la Kiev, huku mashambulizi yanayoendelea ya Urusi yakiwaacha maelfu ya wakazi bila umeme. Taifa hilo liko katika hatua ya majira ya baridi, huku jotoridi la usiku mmoja huko Kiev likishuka hadi takriban nyuzi joto hasi 20. Baada ya mkutano maalum wa baraza la mawaziri, Rais Volodymyr Zelensky amesema kikosi kazi kitakachofanya kazi kwa saa 24 kitaundwa ili kukabiliana na madhara ya mashambulizi ya anga ya Urusi na hali mbaya ya hewa. Hii ni BBC. Ni Florian Kaijage huyu amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Nchini Uganda tusikilize kupitia redio Kitara, redio Lira na redio Opaidha. Tanzania ni pamoja na CJFM, Classic FM, Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya ni Count FM 90.3 na Nyota FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Lizadel Radio, lakini pia na Radio Muungano kule Beni. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika makala hii maalum hii leo tukiangazia uchaguzi mkuu nchini Uganda, ambapo raia wa Uganda wanapiga kura katika uchaguzi wa kumchagua rais, huku Rais Yoweri Museveni akiwania muhula wa 7 baada ya miongo 4 madarakani. Mpinzani wake mkuu ni mwanasiasa maarufu Robert Chagulanyi anayejulikana zaidi kama Bobi Wine, anawania urais kwa mara ya pili. Mshindi anatarajiwa kutangazwa ifikapo Jumamosi mchana. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema kura hiyo inafanyika katika mazingira ya hofu na ukandamizaji, huku mamia ya wafuasi wa upinzani wakizuiliwa kabla ya kupiga kura. Mamlaka imeweka kizuizi cha mtandao kote nchini Uganda, inataja wasiwasi juu ya habari potofu na ghasia zitakazohusiana na uchaguzi. Sasa moja kwa moja anaungana na waandishi wetu walioko kule Kampala nchini Uganda. Kwenye line naye Ron Clifford pamoja na Caro Robi wapo katika kituo cha Crystal Towers. Pengine Odit, najua ni majira ya asubuhi, lakini unaweza kutupa picha halisi kwa sasa, hali iko vipi? Ron Cliff, kama unanisikia, habari ya asubuhi, na tafadhali hebu tupe taswira halisi. Habari ya asubuhi njema kabisa. Skola, kama ulivyotaja ni kweli, ni katikati ya mji wa Kampala katika kituo kimoja ambapo shughuli ndio mwanzo tu inaanza, na mwenzangu Karobi atakupatia picha kamili, lakini kwa ujumla ni kwamba hali ya usalama imedumishwa hapa. Maafisa wa usalama ndio walipo katika vituo vingi asubuhi hii, kwa sababu Uganda wanaanza kupiga kura saa 1 kamili
Sasa bado ni matayarisho. Kwa mfano mahali tulipo, kinachofanyika ni kwamba wanatoa zile picha za wagombea. Unajua tena wakati wa kampeni picha zinakuwa zimebandikwa kila mahali, hata katika maeneo ambayo yatatumika kama vituo vya kupigia kura. Sasa kwa sasa maafisa wa tume ya uchaguzi wanatoa tu, wanang'oa zile picha ambazo zilikuwa zimebandikwa za wagombea mbalimbali, wakipanga meza, wakipanga masanduku ya kupigia kura. Na ndio sasa mwanzo tumeanza kuona maajenti wa wagombea mbalimbali wakianza kufika hapa ili kuhakikisha kwamba kila kitu kipo sawa kabla shughuli yenyewe kuanza. Kwa hivyo bado hakuna milolongo mirefu ya wapiga kura. Mbele yangu naweza kuona watu kama 4 5 tu ndio mwanzo wameshafika, lakini kwa ujumla shughuli inaendelea kwa sasa ni kuweza kuondoa makaratasi hayo na kuweza kujitayarisha kwa shughuli ya kupiga kura. Na asante Roncliffe kwa picha hiyo halisi. Pengine niende kwake Caro Robi. Caro Robi, kama unanisikia, habari ya asubuhi, habari ya hapo Crystal Tower, naambiwa pia ni kituo ambacho na wewe uko. Unaweza pia kutupatia hali na picha halisi hapo ulipo, kile ambacho unakiona na mazingira mazima yako vipi? Asante Skola. Hapa tumeamkia kwenye kituo cha Crystal Towers. Hali iko shwari, usalama uko salama kabisa hapa. Maajenti kama walivyokueleza mwenzangu Roncliffe wameshawasili hapa kuhakiki kwamba kila kitu kiko sawa. Maboksi ya kupigia kura tunaona yameshafikishwa hapa na maafisa uchaguzi ambao pia wanaanza kuandaa meza kwa ajili ya kujitayarisha kwamba vituo vya kupigia kura hapa vinafunguliwa saa 1 Uganda, na si hapa tu Crystal Towers lakini kote Uganda vituo vitafunguliwa saa 1 na vitafungwa saa 10 jioni. Lakini wale ambao watakuwa kwenye mlolongo wa kupiga kura hiyo saa 10, baada ya saa 10 wataruhusiwa kuendelea kupiga kura hadi saa 11 kamili ambapo shughuli za kuhesabu kura zitaanza. Tunajua siku zote kunapokuwa na swala zima la uchaguzi, Caro Robi, kwanza kuna wale ambao hujihimu mapema kabisa kwa ajili ya kuwahi na kuendelea na shughuli nyingine. Wakati mkielekea hapo Crystal Towers, pengine mazingira mmeona vipi? Najua bado ni alfajiri. Kwa kweli tumezunguka hapa katika pita zetu, bado ni kama mapema huku kwa watu wa Kampala, hawajaraukia kwenye vituo vya kupigia kura. Pengine ni kwa sababu wanajua bado wana saa 1 kabla ya vituo kufunguliwa rasmi. Lakini tumekutana na msururu wa vijana, lakini walikuwa wanaelekea kwenye kituo kingine na si cha Crystal Towers. Hapa kufikia sasa kwa kweli wapiga kura ambao wako hapa wamefikishwa na bodaboda ni kama 3 4 hivi, 5 wakizidi sana. Na pengine kwa wewe, kipi ambacho cha tofauti labda umeweza kushuhudia tangu ulipofika hapo nchini Uganda mpaka siku hii ya leo ambapo raia wanapiga kura? Kuna mengi. Mojawapo, kulikuwa na usalama ambao ulikuwa umeimarishwa maradufu sana. Kila kona ulikuwa unapita unakutana na polisi na wanajeshi, wengine wakiwa kwenye magari, wengine wakiwa wanatembea kwenye miguu. Lakini zaidi ya hilo ni kwamba huduma za intaneti zimefungwa tangu juzi jioni, zimetatiza pakubwa shughuli si tu kwa wakaazi wa Kampala na Uganda kwa jumla, lakini hata kwa sisi waandishi wa habari shughuli zetu zimetatizika pakubwa pale mawasiliano yanapohitajika sisi wenyewe kwa wenyewe, lakini vile vile pia kutuma taarifa zetu kwenye studio. Na asante sana. Ni mwandishi wa BBC huyo Caro Robi ambaye yuko katika kituo cha mojawapo ya vituo vya kupigia kura kule nchini Uganda pale Kampala, yuko katika eneo la Crystal Towers. Asante Caro Robi, kama ulivyotujuza tutaendelea kufahamu mengi zaidi ambayo yanaendelea kujiri hapo katika uchaguzi mkuu huu nchini Uganda ukihusisha wapiga kura milioni 21.7, wanaume wakiwa ni 48%, wanawake ni 52%. Wagombea ni 8 wanaowania nafasi ya urais. La umri wa mgombea mwenye umri mkubwa ni Rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye ana miaka 81, na mwenye umri mdogo ni Kasibante Robert ambaye ana umri wa miaka 37. Lakini pengine Roncliffe Odit, nitarudi tena kwako kama unanisikia. Naam, uligusia swala la usalama, kadhalika Caro Robi pia amegusia swala la usalama. Sasa kuimarishwa huku kwa usalama, je, watu wanazuiliwa kuendelea na shughuli zao kama kawaida ikiwemo kutembea ama hali iko vipi, kama unaweza kutupa hiyo taswira? Sasa hapa Kampala usalama umeimarishwa tu, lakini shughuli za kawaida zinaendelea. Watu bado wanatembea, iwe ni mchana iwe ni usiku, shughuli za kawaida zinaendelea, na kwa ujumla usalama umeimarishwa tu katika mitaa na barabarani. Lakini katika maeneo ya mashariki mwa taifa la Uganda, hususan mjini Soroti,
ambapo ni katika mji wa mashariki kabisa wa Uganda, kuna zuio la kutoka nje usiku au curfew kwa Kiingereza. Sasa inapofika jioni watu wanazuiliwa. Sasa hata watu wamekuwa wakihoji ni vipi kwamba watapiga kura labda na kushiriki zoezi la kuhesabiwa kwa kura, kwa sababu inapofika saa 12 jioni watu wanapaswa kuwa ndani katika mji wa Soroti. Mkuu wa mji huo alitoa tangazo hilo juzi akisema kwamba kwa sababu za kiusalama amelazimika kuagiza kwamba watu wakae ndani usiku katika mji wa Soroti. Wengi wamekuwa wakihoji jinsi shughuli nzima ya kupiga kura itakavyoendelea iwapo watu wanakaa ndani. Lakini huko ni Soroti. Hapa Kampala watu wanatembea, lakini katika maeneo mengi unatembea ukiwa na tahadhari kubwa, kwa sababu kila unapopiga kona moja unakuta maafisa wa usalama, vikosi vya jeshi wakiwa wanatembea wameshika doria. Sasa kidogo ile hata ukiingia na raia wa Uganda wenyewe inawatia hofu katika mioyo yao. Naam, asante sana Roncliffe Odit kwa tathmini hii ya awali. Tafadhali utasalia kwenye laini zetu, tutarejea tena hapo kwako kwa ajili ya kufahamu mengi zaidi, lakini msikilizaji, tutakwenda pia kwake Shuaib Ibrahim pamoja na David Nkia, wote wakiwa kule Kampala nchini Uganda, makala maalum tukiangazia uchaguzi huu unaojumuisha wapiga kura milioni 21.7. Hayo ni muda